For my victory, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my business, I thank God, yeah, Baba. Shalom, shalom, shalom. Yesu ni Bwana. Semina, semina, semina. Semina ya biashara na kazi. Kingdom Business, Mathayo 6:33. Kingdom Jobs, Mathayo 9:36-37. Mfumo mpya wa biashara. The future business to learn is Kingdom Business. The future business to learn is Kingdom Business. Inakukaribisha. Yes, mwana Daudi. Yes, mwana Daudi. Yes, mwana Daudi. Okay, tuanze kipindi chetu. Tuanze somo letu leo tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2020. Leo tunaangalia eneo linasema benki ya imani. Benki ya imani. Nataka tuangalie eneo la benki ya imani. Imani una deposit na una withdraw. Unawekeza imani na unatoa. Imani ni mfumo wa fedha wa mbinguni. Imani ndio inayonunua vitu, inayouza vitu. Kwamba imani ndio una deposit, unaweka imani kwenye akaunti yako, alafu pia unaweza kuitoa kaenda kuitumia. Ni kama fedha, unaweka fedha kwenye akaunti yako ya benki, alafu ukiwa unahitaji zile fedha kwa ajili ya manunuzi ya kitu fulani unaenda kuzichukua, unaenda kununua. Na imani ni hivyo. Imani ni hivyo. Una deposit. Ndio sababu ukisoma neno la Mungu linasema kwenye Wakolosai sura ya 3:16, neno la Mungu linasema wekeza imani. Wekeza imani. Wakolosai 3:16, neno la Mungu linasema na neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana, kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu neema mioyoni mwenu. Neno la Mungu kila utakapokuwa unaongea through the word of God, yaani unaongea scriptures, unaongea maandiko, unasoma neno la Mungu linakaa kwa wingi ndani yako, ili changamoto ikija changamoto una neno la Mungu la kuweza kuattack ile changamoto, kuiondoa ile changamoto. Ni kama jinsi Yesu alipokuwa anajaribiwa na shetani, alikuwa anamwambia imeandikwa. Ina maana alikuwa amedeposit neno la Mungu ndani yake, ameweka. Sasa alikuwa ana withdraw, anatoa lile neno, anamrudishia nani? Ibilisi, kumwambia imeandikwa. Sasa na Yesu alitoa ile maandiko. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 4. Ukisoma Mathayo sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka 11, utaona jinsi gani Yesu anajaribiwa na shetani. Neno la Mungu linasema kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, ikiwa wewe ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, bali ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Sasa Yesu ametoa wapi ile andiko? Nataka tuone pamoja. Yesu ametoa wapi ile andiko kwamba anamwambia Ibilisi kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, bali katika kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwamba kuna mahali amelitoa. Sasa aliweza kwa sababu kuna maandiko alikuwa amesoma, ameyaweka kwenye benki yake ya imani. Anajua siku ikitokea changamoto natumia maandiko. Nitatumia ile andiko. Tuangalie Kumbukumbu la Torati 8:3. Kumbukumbu la Torati 8:3. Nataka tuende pamoja kwenye eneo la benki ya imani, kuna kitu tutajifunza hapa. Kumbukumbu la Torati sura 8:3.
Yesu ndo mahali alitoa ile andiko, anamrudishia shetani. Ameweka kwenye benki yake imani ile andiko. Sasa shida imekuja, anachukua ile andiko analitumia. Neno la Mungu linasema, Kumbukumbu la Torati 8:3, neno la Mungu linasema akakutweza, akakuacha uone njaa, akakulisha kwa mana usiyoijua wewe wala baba zako au kuijua, apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali uishi kwa kila litokalo katika kinywa cha Bwana. Mwanadamu ataishi kwa nini? Kwa mkate. Anaandikwa amelitoa. Kuna mahali alikuwa amewekeza, amedeposit. Sasa anapojaribiwa, anatoa maandiko sana, arusha. Ni kama jinsi Daudi alipokuwa anaenda kupigana na Goliathi. Alikuwa amechukua mawe matano, akaanza kutumia yale mawe. Sasa na wewe mawe yako ni nini? Maandiko yako ni nini? Sasa tuendelee, turudi tena kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 4. Tuangalie Yesu amejaribiwa tena mara ya pili. Alafu anasema nini? Mathayo sura ya 4 mstari wa 5. Neno la Mungu linasema, kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ikiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, maana imeandikwa. Shetani naye anakoti mistari sasa. Imeandikwa, atakuagizia malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu katoa wapi andiko? Zaburi ya 92. Anaweza kurudisha yale maandiko, yale maneno, kutokana na jinsi ambavyo amesoma. Tuangalie kwenye Zaburi. Anasema, nataka tuende pamoja ili uone kabisa kwamba Yesu ametoa wapi ya maandiko. Tuangalie Zaburi ya 91 mstari wa 11. Zaburi ya 91:11 anasema, kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote, mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Zaburi ya 91 mstari wa 11 na 12. Tuko pamoja? Sasa unaona jinsi Yesu mahali anatoa maandiko. Hiyo alikuwa ameweka kwenye benki yake ya nini? Ya imani. Ana maandiko yake ameyaweka. Anajua mtu yote akija anataka kumjaribu, anajua atamwambia nini. Atamwambia atoki nje ya Biblia. Sasa tuangalie, turudi tena kwenye andiko letu la Mathayo 4. Mara ya 3 Yesu anajaribiwa. Yesu anasema nini? Mara ya 3 Yesu anajaribiwa. Anasema, Yesu akamwambia tena, imeandikwa, usijaribu Bwana Mungu wako. Mara ya 3. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu, akamuonyesha miliki zote za ulimwengu na fahari zake, akamwambia, haya yote nitakupa ukiniangukia, ukinisujudia. Tuko pamoja? Ndipo Yesu akamwambia, nenda zako Shetani, maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, muabudu yeye peke yake. Kisha Ibilisi akamwacha. Tazama, wakaja malaika wakamtumikia. Akamwambia, mtu wa kumwabudu nani? Ni Mungu peke yake, usiabudu miungu mingine. Yesu ametoa wapi andiko? Twende tuangalie kwenye Kutoka 20. Kwenye kitabu cha Kutoka sura 20. Kutoka 20, ukisoma mstari wa kwanza mpaka wa 4 mpaka wa 5 utapata maandiko yote. Kutoka 20 anasema, tusome mstari wa 4 na wa 5. Anasema, msijifanyie sanamu
wa kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho chini majini, chini ya dunia. Msivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wako, ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu hata baba zao, hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Tuko pamoja? Usijudie hivyo vitu. Angalia Yesu kwenye benki yake imani ana maandiko ambayo anaweza kuyatoa wakati changamoto imetokea. Sasa swali linakuja, leo hii tunakutana na msichana mzuri barabarani, amekuvutia, unaandiko la kuzuia? Unaandiko la kuzuia? Hapo sasa unauliza, unaandiko la kuzuia hiyo tamaa? Rafiki yako, umemwona rafiki yako amesimama na gari, akakwambia vipi bwana, unaenda wapi? Bwana nienda sehemu fulani, nikupeleke. Okay, akakupeleka. Unakaa muda gani hapa? Kwambia hapa nachukua muda mfupi tu, nikusubiri. Ndio hapo anatoka hapa nakupeleka baa. Unaweza kuzuia? Sasa ukiwa na maandiko unazuia. Sasa unakuta hauna andiko la kwenye benki yako imani ni patupu, hakuna kitu. Inabidi ufanye vile vitu. Tuko pamoja? Kama nikukuta kwamba ni kama kwenye akaunti yako ya benki hauna hela, na kama hauna hela upate kile kitu unachokitaka, unaenda kwenye ATM, unaingiza ATM haitoi pesa, imekauka. Sasa kwenye benki ya imani huja kwa kusikia neno la Kristo. Lazima usome neno la Mungu. Tofauti na hapo, ukiwa umekaukiwa hakuna kinachotokea. Watu wengi wamekaukiwa, benki zao za imani hazina kitu. Na benki ya imani ikikauka ikiwa haina kitu, imejaa hofu inajaa. Hofu ikishajaa, unapelekwa na upepo wote tu. Upepo atakayekuja unakuchukua unakupeleka sehemu yote, na ule upepo unakuelekea. Lakini ukiwa kwenye benki yako imani kumejaa taarifa, hakuna kitakachokusumbua. Sasa watu wengi wanapata shida kwenye ile eneo, kwamba imani zao kwenye benki zao za imani hakuna kitu. Na neno la Mungu anasema, na neno lake likaa kwa wingi ndani yako. Tuko pamoja kwa Mungu? Kwa hiyo nataka tu uangalie kwamba jinsi ulivyo na taarifa nyingi, ndivyo jinsi ambavyo una uwezo wa kuzuia mambo mengi mabaya. Jinsi ulivyo na taarifa nyingi za Mungu, unajua kabisa neno la Mungu linakataza jambo hili, neno la Mungu linasema kitu hichi no, unajua kabisa ili neno litanihukumu, unaacha kufanya. Yesu anasema ukiangalia tu umeshazuia. Ukimkusudia mtu uovu umeshaua kwenye akili yako. Kwa sababu kwenye maombi unaingia kwenye maombi ya kufuta damu ulizomwaga kwa mikono yako, damu ulizomwaga kwa akili yako, kwa sababu kuna damu umemwaga. Kuna watu unawachukia, kuna watu huwapendi. Sasa tayari umeshamwaga damu. Yesu anasema ukimchukia mtu umeshamuua. Ukitamani, ukiangalia tu kwa macho hivi, ukitamani umeshazidi tayari. Sasa hebu jaribu kuangalia kwamba unapoingia kwenye toba, uangalie jinsi unapoingia kwenye toba. Kuna mahali miguu yako imekupeleka sehemu ambayo sasa hivi umeingia kwenye nyumba ambayo ina ushirikina, watu wachawi. Umeingia kwenye nyumba watu wanaenda kwa waganga. Umeingia kwenye nyumba ambayo watu wanafanya maagano. Umelishwa vitu ambavyo sivyo. Kwenye restaurant tunakula vyakula ambavyo vina maagano. Kuna watu wametumia njia za ushirikina katika vile vyakula. Lazima uingie kwenye toba kwa njia zote ulizokula, uliposhika, ulipoviona, ulipovisikia ambavyo havimpendezi Mungu. Ndio njia ya kujitakasa. Kwa hiyo benki yako imani lazima uijaze. Biblia ni benki ya imani. Soma, chukua maandiko ambayo yatakusaidia wakati wa shida. Tutamshukuru Mungu kwa dakika chache, alafu tuendelee na somo letu. Tunaangalia eneo la benki ya imani. Kuna eneo ambalo nataka uliangalie, litakusaidia sana mbele ya safari, kuhusu benki ya imani. Wakati una shida, kumbe kuna kitu ulikuwa umeshawekeza tayari, leo kinakusaidia. Ni kama kwa mfano umejenga nyumba zaidi ya 2-3, alafu imetokea kwamba una changamoto ya kifedha, unauza moja. Kweli uongo?
ili uende kwenye biashara nyingine ambayo unataka kufanya. Unaruhusiwa kuuza mali yako, unaruhusiwa. Una magari 2 matatu, unauza gari. Una smartphone 2 3, unauza moja. Kuna kitu umenunua, ni asset, umenunua kiwanja. Imetokea changamoto kwa sababu kuliko uweke fedha benki, unaweka kwenye kiwanja, kwa sababu kiwanja kina appreciate, kinaongezeka nini? Thamani. Kwamba kiwanja chako ulinunua milioni 3, leo kiwanja kimefika milioni 70. Kwa maana unauza kile kiwanja, unaingia kwenye biashara. Ungekuwa umeweka ile fedha benki, benki isingekuwa imekupa faida kubwa namna hiyo hata kwa miaka 20. Kwamba ina appreciate. Na imani, neno la Mungu linapokuwa kwa wingi ndani yako, lina appreciate, linaongezeka thamani. Kwa sababu leo hii kuna maandiko ambayo ukisikia mtu yote ameyataja, mtumishi wote wa Mungu, unakumbuka mtu wa kwanza kabisa aliyekuambia ile andiko. Nadhani kama unajua, unakumbuka ile andiko lisikiaga fulani aliniambia ile andiko. Kwamba unamkumbuka ile mtu kwa sababu tayari yule mtu yuko kwenye benki yako ya nini? Ya imani, ndio alikwambia ile andiko. Ni mtumishi au rafiki yako alikwambia soma ile andiko. Ingia kwenye toba na ile andiko. Ingia kwenye kitu fulani na ile andiko. Ukaingia na lile andiko kwenye ile changamoto ikafanya nini? Ikaondoka. Utakao msahau ule mtu. Na ile andiko utakafanya nini? Ulisahau. Utakuwa kwenye moyo wako milele. Kwa hiyo lazima uchunguze kwenye benki yako imani kila siku. Deposit. Kila siku una masaa 24. Weka andiko moja. Kila siku weka kwenye benki yako imani andiko moja. Unaweka andiko hili moja tu. Kwa mwaka una maandiko 365. Miaka miwili maandiko 720. Ukiwa na maandiko 720, wewe ni mchungaji. Wachungaji nao waona, hata ukijumlisha mimi mtumishi sina maandiko mengi namna hiyo, itabidi nirudi kwenye Biblia. Maandiko 720, wewe ni mchungaji. Wewe ni mchungaji mkubwa. Sasa maandiko 365 tu, wewe ni mchungaji mkubwa mno, kwa sababu maandiko yanajirudia kila siku. Yanajirudia yale kila siku, story tofauti, mifano tofauti. Kwa andiko moja tu unalishika kwa mwaka, kwa siku. Hata ukiwa unajifunza Kiingereza, ukashika neno moja tu la Kiingereza kwa siku, kwa mwaka una maneno mangapi? 365. Tayari unaongea nini? Kiingereza. Unaongea Kiingereza. Tena kwa miaka miwili maneno 700 na kitu, unaongea Kiingereza kizuri kuliko Mwingereza. Maneno 720 kwa muda wa miaka miwili. Na kila siku unaandika neno moja na kutafakari neno moja tu. Tafuta maana yake, unaandika. Unapoandika ndivyo unavyoumba kwenye nafsi yako. Kiandika unaumba. Kwa sababu kitu unachokiandika kwa mkono wako, 98% kinakaa kwenye akili yako kuliko kitu ambacho umetype na kompyuta. Cha kuandika unaumba, kwa sababu unaona jinsi unavyoumba kwa mkono wako. Hata Mungu aliumba kwa mkono wake, kwamba sio kwa typewriter. Typewriter 80% unasahau kile kitu. Muda mfupi unasahau ambacho umeandika kwa typewriter, lakini ambacho umeandika kwa mkono wako usahau. Basi kwa ufahamu tumshukuru Mungu dakika moja, tuendelee na somo letu. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa tukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa majira ya saa 4, asante kwa majira ya saa 5, asante kwa majira ya saa 6. Tunabariki ya majira ya saa 5 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki ya majira ya saa 5 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, tajiri wa Kristo. Tunabariki ya majira ya saa 5 na hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Tunabariki ya majira ya saa 5 na upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo. Tunabariki ya majira ya saa 5 na uaminifu wa Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunafungua malango ya saa 5 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya kujifunza, malango ya akili ya Kristo, fahamu ya Kristo, malango ya afya ya Kristo, nguvu za Kristo. Tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kutafakari neno la Kristo, malango ya spidi ya Kristo, ya kufikiri neno la Kristo, kutafakari neno la Kristo, kuandika neno la Kristo, kusoma neno la Kristo, kusikiliza neno la Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kutuamsha asubuhi ya leo, kwa kutupa pumzi, kutupa afya, kutupa nguvu, kutupa uzima, kutupa akili ya Kristo, kutupa ufahamu wa Kristo wa kujitambua, kutupa matumaini ya Kristo ya siku zetu za baadaye, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutusamehe maovu yetu yote na kutuponya magonjwa yetu kwa damu ya Kristo Nazareth.
Kwa maana fadhili za Kristo ni za milele, katika jina la uwezo wa Yesu Kristo na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, tunakuja mbele yako, tunakukaribisha katika majira ya saa 5 uwe mwalimu wetu. Tufungulie akaunti zetu za benki ya imani, tuweze tukasoma neno la Kristo. Utupe neema ya kusoma neno la Kristo, utupe neema ya kulifahamu, utupe neema ya kuelewa, katika jina la uwezo wa Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Haleluya, amen. Okay, tuendelee na somo letu, Bank of Faith, benki ya imani. Nachotaka tu ukitambue ni kitu kimoja ambacho kitakusaidia sana. Watu wengi hawajawahi kulielewa hili, lakini leo utakuwa umelielewa na litakusaidia sana. The power of knowing information, yani ile nguvu ya kujua taarifa, kuzipata taarifa. Iko hivi kwenye benki ya imani. Kwenye benki ya imani, unapoingia kwenye maombi, unapotamka kitu, kwa mfano, nataka nikupe mfano utakusaidia uone jinsi kitu kinachofanya kazi. Kuna roho 7 za Mungu. Roho 7 za Mungu kwenye Isaya 11 mstari wa 2. Na kuna matunda 8 ya Roho kwenye Wagalatia 5:22-23. Na kuna Waefeso, hekima pamoja na mafunuo, Waefeso 1 mstari wa 17 na 18. Nataka nikupe siri ya haya maandiko. Haya ndio maandiko ambayo yalikuwa yanaendesha huduma ya Yesu. Huduma ya Yesu inaendeshwa na haya maandiko matatu: Isaya 11 mstari wa 2, Wagalatia 5:22-23, na Waefeso 1:17 na 18. Huduma ya Yesu yote inaendeshwa na haya maandiko matatu. Hizi ni roho 7 za Mungu, matunda ya Roho na Waefeso. Na tutafanya kusomea maandiko ili ujue kwamba ni kwa nini nataka uyaelewa maandiko kwenye benki yako imani yao yamejaa. Mfanye biashara yote, mtu yote mfanya kazi, mtu yote uko kwenye ndoa, lazima maandiko yajue. Haya maandiko kwa lugha nyingine ya teknolojia, haya maandiko ni apps za Mungu. Ni apps gani? Ni kwenye screen yako ya smartphone yako, una Facebook, una Twitter, Instagram, WhatsApp, zimekaa pale. Tuko pamoja? Sasa kwenye screen yako ya brain yako ya akili yako, lazima hizi apps za Mungu ziweko pale. Kama hizi hazipo, kama hizi roho 7 za Mungu hazipo, kufanya vizuri kwenye maisha yako ni ngumu. Kama matunda ya Roho 8 hayupo, kufanya vizuri ngumu. Kama roho ya mafunuo ya kupata mawazo mapya kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye huduma, huwezi kufanya vizuri. Sasa tusome maandiko kama yalivyoandikwa ili twende pamoja mimi na wewe, nikuoneshe jinsi gani kwenye benki yako imani ukiwa umeweka hivi vitu vitakusaidia. Neno la Mungu linasema Isaya 11 mstari wa 2, na roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima, roho ya ufahamu, roho ya maarifa, na roho ya uweza, na roho ya kumcha Bwana. Roho 7 za Mungu hizo. Sasa kinachotokea, mimi ninachokifanya kila siku, nataka nikupe story nilipoanza kufundisha barabarani ili kusaidie upate practical knowledge. Mimi nilikuwa Biblia sijasoma mwanzo mpaka mwisho. Na wakati naenda kufundisha barabarani, nilikuwa nikiamka asubuhi, ninatumia software yangu ya kuupload, yani ya kuupload taarifa. Ni software, program ya kuupload taarifa. Ni Zaburi ya 23 mstari wa 1. Hiyo tunaita open check au ni software ya kuupload taarifa. Inasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Sasa wewe unabidi ujaze nini hicho kitu. Mimi ninapoamka asubuhi naenda barabarani kufundisha, ninajua kabisa kule barabarani kuna watu wanaijua Biblia kuliko mimi, wana maandiko mengi kuliko mimi. Kuna watu ambao watataka kubishana na mimi, kuna watu upinzani utakuwepo, na kweli upinzani ulikuwepo. Sasa kitu ninachokifanya mimi asubuhi, naingia kwenye maombi, najaza kwenye benki yangu, kwa sababu hii ndio ya kuwekea pesa kwenye account. Zaburi 23 mstari wa 1. Hii ndio ya kuwekea pesa kwenye nini? Kwenye account yako ya imani. Ndio andiko la kujaza pesa kwenye account yako ya imani. Ninasema Bwana ndio mchungaji wangu, sitapungukiwa na roho ya Kristo,
hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, uwezo wa Kristo, ushauri wa Kristo, maarifa ya Kristo na roho ya kumcha Bwana. Ya nini? Ya Kristo. Amen. Nimesha upload. Kwamba nikienda barabarani nitakapoulizwa swali lolote, Mungu anipe hekima ya kujibu. Mungu anipe hekima ya kujibu. Sasa tayari nimesha upload. Unajua jana tumefundisha code number ya siri ambayo Yesu alifundisha. Hii code number ni 61133. Hiyo ni code number. Yaani maana yake nini? Mathayo 11 na Mathayo 6:33. Yaani Mathayo 11 inasema utupe riziki yetu, mkate wetu wa kila siku. Sasa unapoamka asubuhi inabidi uombe hekima ya tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2020. Wewe tumie hekima ya jana leo, maana ilikuwa inaliwa kwa siku moja. Rehema za Mungu ni mpya kila siku asubuhi. Wewe tumia rehema ya jana ukatumia leo. Sasa ina maana unapoamka asubuhi unaomba Mungu nipe hekima ya leo. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na hekima ya Kristo ya tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2020. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na maarifa ya Kristo ya tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2020. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na furaha ya Kristo ya tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2020. Katika jina la Yesu Kristo na download hizo taarifa. Hata nikienda barabarani wakati nafundisha, wanakuja watu wanauliza maswali magumu. Wakiuliza maswali namwambia Roho Mtakatifu, naomba ujibu wewe. Ananyanyua kidole huku na mwingine huku, mimi sijui hicho kitu anachosema, mimi sijui. Namwambia okay, naomba ujibu bwana. Yule bwana anapojibu anatoa andiko, naandika hapa kwenye ubao. Ametoa andiko ni Mathayo 6:33, naandika hapa. Anatoa Samueli ngapi naandika. Nasoma, namjibu yule mtu ambaye ameuliza nini? Swali. Mimi mwenyewe sijui ile kitu. Mimi mwenyewe nimejifunza kutokana na yule mtu alipofanya nini? Alipouliza na alipojibu mwingine. Na akishamaliza namwambia mwingine, anajibu, naandika. Wale watu hawajui kwamba mimi sijui ile andiko, wala wanafunzi wangu. Sasa mimi nikishaandika hapa, sifuti. Nikimaliza kufundisha, naondoka na kwenda kusimama mahali. Natoa diary yangu, naanza kuandika. Tayari Roho Mtakatifu afanya nini? Amejibu. Kwa sababu nilidownload app asubuhi kwamba swali lote nitakaloulizwa ambalo silijui jibu. Na mwingine akiuliza swali hakuna mtu wa kujibu, namuelekeza kanisani aende kwa mchungaji na mwambie kitu sijui. Lakini hakuna siku Roho Mtakatifu ameacha kujibu. Kwa sababu kuna mtu yuko pale atajibu, sio mimi. Kuna mtu atajibu hilo swali ambalo jamaa ameuliza. Na lakini kile ninachomwomba Mungu, akitokea mtu analeta ubishi mahali ninapofundisha asubuhi, na Roho Mtakatifu, naomba umfukuze yule mtu. Brother, yule mtu akileta watu wanatoka leta ubishi kushindana na mimi. Wale ambao wako pale wanambia bwana mwalimu endelea. Kienda kuongea wanamfukuza. Mimi siongei chochote. Wanamfukuza wanafunzi wengine ambao wamekaa hapa. Wanamfukuza. Wanambia ondoka bwana, acha kutupotezea muda. Ondoka, wanamfukuza. Anaondoka. Jinsi mimi upload asubuhi kwamba kama kuna mtu kutokea anasumbua wamfukuze. Kuna mtu anauliza swali, Roho Mtakatifu jibu wewe. Watu wanajibu. Sasa ile umeweka kwenye benki yako ya nini? Ya imani, umedownload. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na hekima. Haiwezekani unaenda kufungua duka leo asubuhi, uje download. Unataka wateja wangapi? Inabidi download wale wateja ambao unataka. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na wateja katika biashara yangu. Na unabidi useme kwa imani, ni wateja wangapi unawataka? Kwa sababu simwambie Mungu, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Mungu hajui ni kitu gani nataka. Jaza hicho kitu hapo. Hiyo ni open check umepewa. Jaza hicho kitu ambacho utapungukiwa. Uko single, najua unataka kuoa. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na Adamu wangu, sitapungukiwa na Eva wangu. Full stop. Kwa sababu Mungu alimuumba Adam, akamuumba na Eva. Wale ni watu ambao inabidi utafanya nini? Unajua ni mwanamke, unasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na nani? Na Adamu wangu. Wewe ni mwanaume unasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na Eva wangu. Full stop. Ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi ya 118 mstari 26,
Zaburi ya 118:26. Neno la Mungu linasema nini? Zaburi ya 118:26. Neno la Mungu linasema, na abarikiwe yeye ajaye katika jina la Bwana. Tumebarikiwa kutoka nyumbani mwa Bwana. Abarikiwe yeye ajaye katika jina la nani? Sasa wewe unakuja kwa jina la Bwana, kumbe Bwana ndio mchungaji wangu, sitapungukiwa na nini? Na kitu. Unajaza kile kitu ambacho sitapungukiwa na hekima, sitapungukiwa na ufahamu, sitapungukiwa na maarifa, sitapungukiwa na afya yangu, sitapungukiwa na kinga zangu za mwili, sitapungukiwa na siku zangu za kuishi. Leo watu wanapita changamoto ya corona kwa sababu ya mapungufu ya nini? Kinga za mwili. Unatamka. Kuna mtu mwenye ukimwi anatamka, sitapungukiwa na kinga za mwili. Na kweli utapungukiwa. Abarikiwe yeye aliye katika jina la nani? La Bwana. Na wewe unakuja katika jina la Bwana, lazima ubarikiwe. Mungu anaheshimu sana andiko lake. Mungu anaheshimu nini? Yeremia sura ya kwanza mstari wa 11 na 12. Yeremia sura ya kwanza mstari wa 11 na 12, ili ujue kwamba Mungu anaheshimu neno lake. Neno la Mungu linasema, tena neno la Bwana likamjia na kusema, Yeremia, waona nini? Nikasema, naona mfito wa mlonzi. Ndipo Bwana akamwambia, umeona vyema, kwa maana ninaliangalia neno langu ili nilitimize. Na niangalia neno langu kwa nini? Nilitimize. Kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Unajaza kile kitu. Tuko pamoja. Kwamba tuangalie hizi ni roho saba za Mungu, tuangalie matunda 8 ya roho. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 na 23. Neno la Mungu linasema nini? Wagalatia sura ya 5 22 23. Neno la Mungu linasema, lakini tunda la roho ni upendo. Upendo, ndani ya upendo kuna mbegu 8 tofauti. Katika ndani ya upendo, tunda la roho ni upendo, yani ni upendo. Alafu ndani ya upendo kuna matunda 8, kuna mbegu 8 tofauti. Mbegu ya kwanza inasema furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Kiasi maana yake ni nidhamu, self control, nidhamu. Mbegu 8 ni tunda moja ambalo peke yake duniani lina mbegu tofauti ngapi? 8 ndani. Ukiangalia chungwa na mbegu yana moja tu, na machungwa tu ndani. Kweli uongo? Parachichi na mbegu ya parachichi. Lakini upendo na matunda na mbegu 8 tofauti. Sasa unasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na furaha, sitapungukiwa na upendo, amani, furaha na upendo, fadhili, uaminifu na uvumilivu, wema, upole na nidhamu, kiasi. Na ndio kila siku utaona tunapomshukuru Mungu hapa tunataja maneno, tunataja maandiko, kwa sababu tuna download unataja maandiko, Sasa unapotaja maandiko yatakaa ndani yako. Siku ikitokea shida, tuangalie Waefeso sura ya kwanza mstari 17 na 18. Neno la Mungu linasema, Bwana Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na roho ya ufunuo katika kumjua yeye. Roho ya hekima na roho ya nini? Unahitaji mafunuo. Revelation ni new ideas in business, in life. Unahitaji mafunuo kwenye biashara, kwenye maisha, mawazo mapya. Sasa unapokuwa kwenye biashara yako, unaona vitu haviendi, ukaanza kutafakari, ukajiuliza kwamba ni kwa nini unapata mafunuo. Unapata nini? Mafunuo. Unapata kwanza, okay, kuna kitu fulani sijafanya. Ukifanya kile kitu, unaona wateja wanaanza kuingia. Ile roho ya mafunuo inaanza kufanya kazi ndani yako. Ile roho ya hekima inafanya kazi ndani yako. Ile roho ya ufahamu inafanya kazi ndani yako. Mpaka utakapopata changamoto, ndio ile kitu inakuwa activate, inafanya kazi. Kama hujapata changamoto, ifanye kazi. Ni kama vile ukimwomba Mungu akupe roho ujasiri. Yaani Mungu ndiye anapenda ujasiri. Nini nikahubiri barabarani. Sasa sikiliza. Siri ya Mungu. Mungu hawezi kukupa ujasiri ukiwa nyumbani. Mungu anakuambia nenda eneo la tukio. Ukishafika pale, ukianza kazi, nakupa nini? Ujasiri. Mungu alimpa Daudi ujasiri nje ya kuwa kwenye vita. Daudi akaenda akamtongoza mtu wa mtu. Ule ujasiri katumia kutongoza nini? Akaua mume wake, akachukua mwanamke. Siko tuko pamoja. Mungu anakupa ujasiri eneo la nini? La tukio. Anakuambia nenda kwenye eneo la tukio. Ukianza tu baada ya dakika 20 naingiza ujasiri. Kama hujaanza, Mungu afanye kitu na wewe. Dakika 20 umeanza kile kitu, Mungu anakupa ujasiri.
anakuingiza ile roho yote pop, unaanza kufanya kile kitu. Lakini ukisema umeomba nyumbani, anakwambia nenda eneo la tukio. Hivi je, kuona kuna watu ambao wamepangiwa kazi, amepangiwa anaenda kazi Mwanza ya siku 20. Wanamwambia hela hapo, hela nauli hapa, hela nyingine utaikuta wapi? Mwanza. Ukimwona leo hapa, aende Mwanza. Kweli uongo? Anaenda kulewa. Anaenda kwenye starehe. Anapewa hela nini? Anapewa lingine utaikuta wapi? Mwanza. Na jinsi Mungu alivyo. Wa Marekani wakiwaambia serikali yote za Afrika tunawapa msaada wa dola milioni 5, wanawatanguliza na dola 500 kwanza. Alafu wanakuja kuangalia kama ile hela inafanya kazi. Kama haijafanya kazi nyingine wafanya nini? Hawatoi. Wanakuja kuchunguza, wanakupa kidogo kidogo, na Mungu ndivyo hivyo. Mungu akupa full blueprint. Mungu anapa kidogo kidogo. Sasa nayo kwenye imani yako una download kidogo kidogo. Sisi ukipata changamoto tu unatamka maneno. Kwa mfano sisi tunapomshukuru Mungu na baada ya dakika 60, tunapopita ikitokea changamoto unamkumbusha Mungu. Unarudi kwenye benki yako imani, ili neno ulishatamka. Nataka mafunuo, nataka hekima. Amekuja mtu hapa anataka mimi ni mshauri. Najua kwamba mimi naomba hekima kila siku. Naomba Mtakatifu nipe hekima ya kuongea na wewe. Niko naongea naye, naingia kwenye maombi ndani kwa ndani. Naomba hekima ya kuongea na mimi. Ninajua kwenye benki yangu ninayo, natamka kila siku hekima ya Kristo. Anakupa hekima ya kuongea na wewe. Unamshauri mtu anaondoka. Mtakatifu naomba nipe roho ushauri. Na kumshauri mtu. Kwa sababu kila siku naomba roho ya nini? Ya ushauri. Mungu anaiachilia. Anakupa ushauri wa kumshauri mtu. Fursa. Kwa sababu kwenye akiba yako hilo neno lipo. Ni kama nilivyokuambia kwamba chochote kile ambacho ulikifanya, kuna mtu alikufanyia kikakupendeza au kisahau. Kweli uongo? Hata kile kibaya au fanya nini? Au kisahau, unakumbuka. Kwamba kwenye benki yako ya imani hicho kitu kipo. Kwa lazima uangalie namna gani una uwezo wa kudeposit. Na tunaposema benki ya imani na kuongea kwa imani, watu wengi sana unaposema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na wateja kwenye biashara yangu. Sasa kuongea kwa imani unataja kiwango cha watu ambao unataka uwaone kwenye biashara yako. Unajua makanisa mengi wanaingia kwenye maombi, wanasema Baba tunaomba Jumapili ijayo uachilie makundi ya watu ndani ya kanisa. Sasa unajua Mungu haendi kwa makundi. Mungu anaenda kwa idadi. Umeelewa? Kwamba uwe specific. Kwamba Mungu anabaachilia watu 50 kwenye kanisa Jumapili ijayo. Bwana ndiye mchungaji wetu, tutapungukiwa na watu 50 wapya kwenye huduma Jumapili ijayo. Utaona? Tuko pamoja. Sasa lazima uwe specific. Mungu anapenda sana uwe nini? Specific. Kwamba unachotaka kusema unataka fedha, ukimwambia Mungu nataka fedha, utapata shilingi 100 ni fedha. Sema kiwango cha pesa unachotaka. Kwa sababu Mungu anasema siku moja kwangu mimi ni miaka ngapi? 1000. Iko specific kabisa. Siku moja kwangu ni miaka 1000, miaka 1000 ni siku moja. Kwamba Mungu anataka uwe specific kwenye kile kitu unachotaka. Sasa kuongea kwa imani ni kutaja kile kitu kiwango. Imani imechanganyika vitu vitatu. Vitu vitatu ndio vinatengeneza imani. Neno ukijumlisha na namba unapata picha. Imani ni maneno kujumlisha na namba unapata picha. Ukitaka kujua, unaona smartphone yako, unaona wewe ni mtu wa IT, unajua. Unaona program zinazo za kompyuta ni maneno na nini? Na namba. Vinasababisha unaona picha kwenye nini? Kwenye screen. Tuko pamoja? Sasa watu wengi wana maneno tu, hawana namba. Huwezi kuona picha.
Neno la Mungu lenyewe tu bila namba, huwezi kuona picha. Tuko pamoja? Imani ili ikamilike, ikishapelekwa kwenye matendo ndio utaona vitu vyote vitatu. Lakini imani bila matendo, imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiayo baada ya mambo yasiyofanya nini, yasionekana. Maana yasiyofanya nini, yasionekana. Picha, hakuna picha inafanya nini? Ni maneno na namba. Unaona nini? Picha. Ukienda kwenye matendo unaona picha. Sio, tuko pamoja? Yaani imani ukisema sasa hivi mimi nataka shilingi 1,000,000. Umesema maneno, umesema na namba. Ili uone picha, lazima uende kwa watoto yatima, ukafanya kazi za mikono, ukatunza mazingira, ukafanya kazi za kijamii. Ndio uone kile kitu asili unataka, original unachotaka. Kwa sababu kuna picha umeweka hapa, picha kimvuli. Nakumbuka zamani tulikuwa tunapiga, nyie mlikuwa mjazaliwa, sisi tulikuwa watu walikuwa wanapiga kura Tanzania, Rais Nyerere na kimvuli. Unajua ina maana kuna mpinzani. Kwenye kile kibox cha kura kuna picha ya Nyerere na kuna kwenye kile kibox kingine kimewekwa black kimvuli. Hamna kitu. Sio hata kwa picha mtu mwingine pale. Kwa hiyo sasa lazima utamke maneno na kiwango cha pesa unachotaka, uweke picha kimvuli. Picha kimvuli ni kwenda kwa watoto yatima, kwenda kufanya kazi za kijamii, kutunza mazingira, kwenda hospitali, kuombea wagonjwa, kwenda magereza, kwenda kwa watoto wa mtaani, kwenda kwa wazee, kwa wajane. Unaenda kufanya kitu kinachofanana ili Mungu akubariki na kile kitu unachokitaka original. Hiyo ndio imani. Hiyo ndio imani. Tofauti na hapo utaona picha. Utaona nini? Utaona picha. Unajua unatafuta kazi. Ukitaka unatafuta kazi, panda mbegu ya kazi ili upate kazi. Unataka mahindi, panda mbegu ya mahindi ili upate nini? Mahindi. Unataka maharage, panda mbegu ya maharage upate maharage. Sasa haiwezekani unataka kazi alafu hujapanda mbegu ya kazi. Na kupanda mbegu ya kazi ni kwenda kufanya kazi za kijamii. Sio kukaa nyumbani kwenye smartphone, kwenye TV na magazeti na video. No. Na umeshatuma application mbalimbali za kazi. Utakaa uitwe kazini. Utaitwa. Atakayeitwa yule ambaye ameenda kujitolea. Wazungu wanatoka Marekani, wanakuja Afrika, wanakaa kwenye vituo vya watoto yatima, wanakaa hospitalini, kwenye NGO mbalimbali, makanisani wanajitolea, kwenye mashule wanajitolea. Wametuma application mbalimbali. Mpaka wamalize miezi 3 miezi 6 Tanzania, wameshaitwa kwenye kazi kila mahali. Wanatuma picha, wanaambia niko Tanzania kwenye kituo cha watoto yatima. Anatuma picha kazi anazofanya. Wanasema tutakusubiri wewe, atumpe mtu mwingine nafasi. Tutatafuta mtu wa muda atamweka hapo, ukija hii nafasi ni ya kwako. Mtu yote atakayempa hiyo nafasi. So watu wengi wamepata ile kazi. Wanakwambia wewe tutakupa kazi hapa kwa miezi 6 tu. Uko tayari kufanya nini? Miezi 3 kwa sababu wanajua kuna mtu anamsubiri kutoka wapi? Tanzania. Wanatafuta mtu wa muda kushika nafasi yake. Akija anaondolewa, wanampa nafasi nyingine. Ule mtu akiwa amefanya kazi vizuri sana, wanampa kazi, wanamwajiri huyo, na yule akija pia anafanya nini? Anaajiriwa. Kwa lazima ujue imani ni maneno kujumlisha na namba, unapata picha. Lakini imani pasipo maneno na namba huwezi kuona picha. Hiyo ni imani ambayo imekufa nafsini mwa mtu. Kwa hiyo sasa watu wengi sana wanajaribu sana kustruggle kwenye faith. Wanastruggle kwenye imani kwa sababu kila maneno anayetamka hayana imani. Sasa ukiangalia tunapomshukuru Mungu sisi kila baada ya dakika 60, utasikia tunasema kwamba asante Mungu Baba Jehova kwa siku ya jana, asante kwa siku ya leo, asante kwa siku ya kesho. Tumeanza kushukuru na siku ambayo haipo. Hiyo ndio imani sasa. Ile siku ya nini? Ya kesho. Tunasema asante Mungu kwa mwaka 2019, 2020, 2000 na ngapi? Na 100. Ina maana hiyo ndio nini? Ile 2100 nini? Ni imani. 2020 umeona? Atuishi kwa kuona, tunaishi kwa nini? Kwa imani. Hebu tuangalie Waebrania sura 13 mstari wa 8. Waebrania sura 13 mstari wa 8. Neno la Mungu linasema Yesu Kristo ni yule jana na leo na hata milele. Na hata milele ndio imani. Ni yule jana na hata milele. Asante Mungu kwa mwaka 2019, asante kwa mwaka 2020, asante kwa mwaka 2100. Tunakwenda kwa karne moja na miaka 100. Tumeshamaliza miaka 20 kwenye karne. Bado miaka 80. Kwa hiyo tuna miaka 80, tunamshukuru Mungu kwa hiyo miaka 80.
Kwa hiyo lazima maombi yako, shukrani zako ziendane, uchanganye na imani. Uchanganye na imani. Usipochanganya na imani hakuna kinachotokea. Kwa sababu Mungu hajui unataka nini. Itabidi usubiri chakula cha msaada. Jua likitoka linamulikia Waislamu, Wakristo, wapagani, kila mtu. Kweli uongo. Mvua ikinyesha inanyesha wote, na wote wanakilima, wanafariki, wanapata. Hiyo ni chakula cha nini? Cha msaada. Ni WFP, chakula cha msaada. Chakula cha msaada. Sasa inabidi uwe specific. Ukitaka uondoke kwenye chakula cha msaada, uwe specific, kwamba useme kile kitu unachotaka. Lakini kama useme unasubiri chakula cha msaada, Mungu anataka asikie. Mungu anaperform kutokana na jinsi unavyotaja. Kama utaji kiwango, ni kwa mfano leo unaenda kwa baba yako, wewe unadaiwa ada ya shule au unahitaji kwenda kununua kitu, unaambia baba naomba hela, lazima atakuuliza kiasi gani, na Mungu anakuuliza hivyo, unataka kiasi gani? Unataka kiasi gani? Kisema anakuandikia cheki, unachukua pesa. Sasa hajasema unataka kiasi gani. Uwe specific. Kwa mfano unataka leo umepata kibali, ukakutana na mmiliki wa makampuni ya Toyota, ukakutana na Toyota mwenyewe, akakuingiza kiwandani kwake, akakwambia unataka gari, chagua gari fulani, nataka nikupe gari gani? Utasema nataka Toyota. Anakuuliza Toyota ina gani? Unasema nataka Cruiser. Cruiser ina gani? Tuko pamoja? Cruiser V8, Cruiser machofani. Unasema unataka Cruiser. Unakwenda specific kwenye nini? Ile aina ya gari. Anakuambia ile hapo chukua. Ukisema Toyota, ziko nyingi. Toyota ni brand. Toyota sema uwe specific kama nataka Toyota aina fulani V8. Au Toyota aina fulani hizi pickup. Sasa kama hauko specific, huwezi kupata kile kitu unachokitaka. Huwezi kupata. Sasa watu wengi wanapita kwenye changamoto kwamba hawako specific na kitu wanachokitaka. Kwa hiyo kwenye benki ya imani lazima unapomshukuru Mungu, nataka tu angalie unapomshukuru Mungu kwa ajili ya kitu fulani. Kuna mtu anasema asante sana ndugu yangu. Unasikia? Asante sana. Maana ya sana nini? Okay. Na kuna mtu anaweza kuambia nakubariki sana. Mungu akusema nambariki mtu sana. Tuko pamoja? Alimwambia Abraham, tusome maandiko. Mwanzo 22 mstari wa 17 na 18. Kuna kitu Mungu hapa amelinganisha ili tupate picha kamili. Mwanzo 22 mstari wa 17 na 18, neno la Mungu linasema nini? Tuanzie mstari wa 15 ili tupate picha kamili. Ukiwa unasoma Biblia, unasoma maandiko, neno la Mungu, ukiona mahali pameanzia na herufi ndogo, yani kwenye Biblia kumeanza na herufi ndogo, rudi nyuma mpaka uanzie mahali palipoanza na herufi kubwa. Ndio mahali ile story inaanzia. Unarudi nyuma mpaka unapata mahali. Sasa hiyo mstari wa 17 unaanza na herufi ndogo. Kwa hivyo nimerudi nyuma mpaka 15 ili nianzie, hata 16 inaanza na herufi ndogo. Kwa hiyo 15 inaanza na herufi kubwa. Neno la Mungu linasema malaika wa Bwana akamwita Abraham mara ya pili kutoka mbinguni. Akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala ukunizuilia mwanao wa pekee. Katika kukubariki nitakubariki, na katika kukuzidisha nitakuzidisha. Uzao wako kama nyota za angani, na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki malango ya adui zako. Sasa angalia, Mungu amemwambia katika kukuzidisha nitakuzidisha kama nini? Kama nyota. Yaani na maana nyota huwezi kuhesabu. Ziko nyingi. Ukiamua kuhesabu mpaka hapo utakapoishia, jawabu pote utakapopata. Kama mchanga wa pwani, uhesabu zile mchanga mpaka hapo utakapoishia, na hapo utakapofanya nini? Abraham akaacha hivyo. Anasema anataka iwe hivyo. Sasa leo mtu anakuambia asante sana. Is okay? Amekuacha ni kama vile kusema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu.
Lakini mtu akwambia nakubariki, Mungu akubariki, Mungu akuzidishie mara 1000, hiyo inatokea. Yaani mtu kukuambia asante sana na kuambia Mungu nakushukuru sana, Mungu akuzidishie mara 1000, hiyo 1000 inatokea, ila sana inatokea. Kwa sababu umeenda kwenye nini? Kwenye namba, umeenda kwenye viwango. Umeenda kwenye nini? Hebu tuende kwenye maandiko. Twende tuangalie Isaya 54 mstari wa 13. Isaya 54:13. Neno la Mungu linasema, na watoto wako watafundishwa na Bwana, na amani ya watoto wako itakuwa nyingi kiasi gani. Kule Abraham ameambiwa kama nyota, kama mchanga. Na wewe unamwambia amani ya watoto wako watakuwa nyingi kama nyota za angani, kama nyota za mbinguni. Amani ya watoto wako watakuwa nyingi kama mchanga wa pwani. Hiyo amani ni nyingi tunayohesabu. Trillions of faith, of peace. Sasa ukisema tu itakuwa nyingi, ni kama vile kusema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitafungua na kitu. Umeachiwa nafasi ya kujaza, hiyo ni open check. Amani ya watoto wako itakuwa nyingi, hiyo ni open check. Jaza kiwango ambacho unataka ile amani ya watoto hiyo. Itakuwa nyingi mara milioni 1, nyingi mara bilioni 1, nyingi mara trilioni 1. Hiyo ndio imani. Hiyo ndio nini? Ndio imani. Lakini kama hujajaza kicho kiwango, hiyo sio imani. Haijawa imani. Imani ni kusema kitu ambacho hauna. Kwa sababu Ibrahim alikuwa anaongea maneno ya imani. Kwa mfano sasa hivi ukiwa unaongea na mtu yote, hakikisha unamwongelea yule mtu imani. Mimi naweza kuwa naongea nawe, nikwambia mjomba, utakuwa superstar, utakuwa tajiri, utakuwa bilionea, na Mungu atakufanikisha sana. Nimekutangia maneno ya nini? Ya imani. Kwa sababu hicho kitu sasa hivi wewe hauna. Utakuwa na magari yako, utakuwa na nyumba zako, utakuwa na biashara yako, utajiri watu, makundi ya watu, tajiri watu milioni 1. Hiyo ndio nini? Tamkia watu imani. Jinsi unapotamkia watu imani, ndipo jinsi kutamkia mtu imani ndio kumbariki mtu. Kutamkia mtu imani kwa nini? Ni kumbariki mtu. Ni kumbariki mtu. Hebu tuangalie Mwanzo 12 mstari wa 1 mpaka wa 3. Neno la Mungu linasema, Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, na kukubariki nitakubariki na kulikuza jina lako, nawe utakuwa baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani. Katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Sasa kumbariki Abraham ulikuwa unasema nini? Anambia Abraham, usijali, utakuwa na gari lako mwenyewe. Abraham, usijali, utakuwa na nyumba yako mwenyewe. Abraham, usijali, utakuwa na kazi. Usijali, nikubariki. Hiyo ndio kumwongelea mtu nini? Imani. Imani. Kwa sababu imani ina package ya vitu vitatu. Imani ina upendo ndani, ina matumaini ndani, na ina imani yenyewe. Imani yenyewe ina upendo, sababu imani ya Kristo inafanya kazi na upendo. Imani ya Kristo. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 6. Galatia 5:6. Imani ya Kristo inafanya kazi na upendo. Kwamba unapotamka kwenye benki yako imani, uwe na maneno ya imani kwenye benki yako. Unapoongea na watu, unapoongea na mtu anakuja kwenye biashara yako, amejaribisha viatu, amejaribisha nguo, hajanunua, ana fedha, unamwambia Mungu atakubariki. Mungu akakujaza, akakupe fedha uweze kuja kununua. Tayari umeshambariki yule mtu. Mungu akakupe shilingi milioni 1. Leo akupe milioni 1. Tayari umeshambariki yule mtu. Na yule mtu ile mbegu ya baraka ndio wewe ndio umepanda. Utavuna ulicho, hawezi kwenda kununua kile kitu kwa mtu mwingine. Mungu atamrudisha pale ule mtu aliyopanda mbegu. Haiwezekani wewe uje hapa, mimi nimesafiri, nikakuta umepanda mahindi huko nje, alafu mimi nikavuna mahindi yako. Hata kama umekosa kupanda ile mahindi, nitasubiri umalize kwa mahindi ufanye, uvune mahindi yako mwenyewe, uchukue mahindi yako, utavuna ulichopanda. Mimi ndio nimekubariki na Mungu atakurudisha pale pale ambako ule mtu alikutamkia na maneno, ukanunue kile kitu kwa ule mtu. Kwa sababu nilikutamkia maneno mazuri. Angalia wahindi. Angalia muhindi anapokutamkia maneno mazuri. Na ukipata hilo unarudi kwa nani? Duka lile kwa ule muhindi. Anakwambia ndugu yangu, kama kuja wewe nitapunguzia wewe bei. Wewe usijali. Wewe Mungu atakupa hela, utakuja tu, usijali. Na kweli Mungu akupa hela unakuja kwa sababu nishaambia utapunguzia hivi. Bei, unarudi pale pale. Unarudi pale pale. Wewe na ukinunua kwa ule muhindi anakupa na zawadi. Kwa sababu umerudi ili urudi tena.
muda wetu umebakiza dakika 6 tumalize. Kwa hiyo lazima kwenye benki yako ya imani uwe na maneno ya kutosha. Uwe na maneno ya nini? Ya imani, maneno ya imani, maneno ya kutia watu matumaini, maneno ya upendo. Pale tunaambia kwamba ukiwa umekasirishwa, jaribu kumuonya mtu uko na tabasamu. Ukiweza kufanya hilo zoezi, kumuonya mtu uko na tabasamu, hilo ni eneo kubwa sana. Kwa sababu Mungu ni upendo. Na mtu mwenye upendo anajiandaa kukosewa ili aweze kusamehe. Ndio mtu mwenye upendo. So Mungu alijiandaa, kwa sababu Mungu anasamehe kila siku. Anakwambia dhambi zako japokuwa nyekundu kama damu, zitakuwa nyeupe kama nini? Kama theluji. Mungu ni upendo, anajiandaa kukosewa ili aweze kusamehe. Na Mungu anapenda kusamehe. Na Mungu anapenda pia kukosewa. Hakuna mtu alifanya makosa kama Daudi. Mungu akasema hakuna leo upendeza moyo wangu kama nini? Na hakuna mtu aliingia kwenye toba kama nani? Kama Daudi. Daudi alikuwa ni master kwenye toba. Uzuri wa Daudi alikuwa akitenda dhambi arudi, anatafuta nyingine mpya. Na akitenda tu anaingia kwenye toba. Akifanya dhambi tena arudi, anatafuta nyingine mpya. Mungu akasema hii jamaa anapoingia kwenye, unajua hata kwenye nakwambia, unapofanya dhambi inakupa nguvu ya kumjua Mungu. Na kama utendi dhambi utapata nguvu ya kumjua Mungu. Kwa sababu hakuna kitu umefanya. Dhambi na haki vinashindana. Lazima uingie kwenye dhambi ndio ujue haki. Lazima uone giza ndio ujue mwanga. Haiwezekani brother, ukasema tu unakaa. Lazima uone positive ndio ujue nini? Negative. Haiwezekani kusema wewe ni positive muda wote. Haiwezekani. Hata mwanaume ana hormone za kike. Kweli uongo? Na mwanamke ana hormone za nini? Za kiume. Sababu anaota ndevu. Unaona kuna wanaume kabisa wana maziwa. Kweli uongo? Kwa sababu ana hormone za kike, zikizidi ndio inakuwa mbaya. Lakini zina balance. Na mwanamke ana hormone za mwanaume za kiume zikizidi kwa mwanamke anaota nini? Ndevu, ananyoa kama mwanaume anavonyoa. Lakini mwanamke na anazaa kama mtu mwingine na watoto na ni mke wa mtu. Wako wengi tunaona rafiki zetu wakezao na ndevu. Kwa sababu sana ni kwamba hormone za kiume zimefariki. Imezidi kwamba wewe unasema wewe ni mwanaume una hormone za kike. Kwa sababu mwanamke alizaliwa kwenye mbavu nani? Mwanaume. Kama sasa Mungu anapenda kukosea na anapenda watu wanatubu. Na ni kwa nini Mungu aliweka hivyo? Ili usifanane naye. Mtakatifu nani? Ni yeye pekee yake. Huwezi kuwa mtakatifu hata siku moja. Kwa sababu hata Adamu alitenda dhambi. Kwa sababu nchi ilikuwa ina giza, ina utupu na ukio. Na aliumbwa kupitia udongo, kwamba swala la kosa lipo pale pale. Swala ni kwamba usirudie kosa. Usirudie kosa, ingia kwenye toba na usirudie kosa. Na Yesu alikuwa anawaambia, nenda usitende tena nini? Dhambi. Usitende dhambi. Sio kwamba hutakosea. Utakosea na utatubu. Swala ni kwamba usifanye kwa makusudi. Paulo anasema, basi kama tuko kwenye neema ndio tutende dhambi. Kweli tuko kwenye neema ndio tutende dhambi. Neema ifanye kazi. Ukitenda kwa makusudi, neema ifanye kazi. Neema inafanya kazi pale mtu umekosa bila kujua. Bila kujua. Lakini ikifanya kwa makusudi, neema ifanye kazi peke yake. Sheria inachukua mkondo wake. Mshahara wa dhambi nini? Mauti. Sheria inachukua mkondo wake. Kwa hiyo somo letu la leo tumbagze dakika moja tumalize. Somo letu la leo lilikuwa linasema benki ya imani. Lazima uhakikishe kwenye benki yako ya imani una maneno mazuri ya kumtia mtu, maneno ya upendo na maneno ya matumaini. Mtu yote ambaye na akikasirika yule mtu anamuonya mtu kuwa na tabasamu. Hiyo ndio benki ya imani. Anajua kabisa ni mwanadamu anaweza kukosea na yeye ni mwanadamu pia anaweza kukosea. Kwa sababu kama mtu akikuudhi, usipomhurumia yule mtu na kumsamehe, na wewe utakosea mtu na utahurumiwa na utasamehewa. Utavuna ulichofanya. Kwa sababu mtu akikosea, jua kabisa nisipomsamehe mtu na mimi nikija nikimkosea mtu nitafanywa hivi kama ninavyomfanyia mtu. Nakumbuka yule kwenye Biblia yule bwana alikuwa amemkopesha mtu fedha. Bosi amemkopesha mfanyakazi fedha. Bosi akasema nyumba zake zikauzwa kila kitu alipe deni. Na yule jamaa naye alikuwa anadai mtu. Akamlilia bosi akamsamehe. Akafuta nini? Madeni. Sasa jamaa alipotoka kwa bosi akakutana na mdeni wake. Akamwambia ndio malipe lao. Akampeleka polisi. Bosi akalitoa habari yule jamaa amemsamehe. Kakamata mtu naye kampeleka bosi akamrudisha kaweko ndani akasema mali yake uuze yote. Kwa sababu mimi nimekusamehe na wewe ulikuwa unataka usamehe yule mwingine akusamehe.
akavuna alichopanda, utavuna ulichopanda. Kwa hiyo ukiona kabisa kuna mtu anakosea, msamehe. Kwa sababu usipomsamehe ya kwako iko karibuni, inakuja mbele. Kwa hiyo lazima ujitahidi kwenye benki yako imani ujaze maneno mengi, kwa sababu neno la Mungu linasema na neno la Mungu likae kwa wingi ndani yako, ili uweze kusamehe na kusahau, ili uweze kuwa na upendo. Ukishakosa hivyo vitu, kusamehe na kusahau, ukishakosa upendo, ukishakosa maneno ya matumaini, hauwezi kusonga mbele. Kwa hiyo lazima uwe na maneno ya imani, na maneno ya imani ni kuongea kitu ambacho hauna, ni kumtakia mtu baraka, kumtakia mtu maisha mazuri. Unamtamkia mtu vitu vizuri ambavyo hana hivyo vitu sasa hivi. Hiyo baraka ndio jinsi Mungu alipobariki Abraham, ndio jinsi Yakobo alipobariki watoto wake, ndio jinsi Isaka alipobariki Yakobo. Alimwambia uzao wako utakuwa mwingi kama mchanga wa pwani, na uzao wako utakuwa mwingi kama nyota za angani. Kwa hiyo lazima utabarikiwa wingi hapo na utakapo. Kwa sababu tunaposema Mungu alianza kuongea kwa imani tangia alipomuumba mwanadamu. Aliwabarikia. Ukisoma kwenye Mwanzo 1:28. Mungu neno la Mungu linasema Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke. Ni kama vile anasema unasema kama vile Yesu alipopewa ile mikate 5 na wale samaki 2, alishika juu akanyanyua ile mikate. Akakumbuka Mungu anajibu maombi yake kila siku. Akasema Mungu, asante kwa sababu anajibu maombi yangu. Asante Mungu. Akasema asante kwa idadi ya watu walioko pale. Tuko pamoja? Yaani unasema asante. Kwa mfano sasa hivi mimi hapa nasema, mimi naomba Mungu atupe mikate hapa. Najua idadi ambayo mko hapo. Nikasema asante Mungu Baba Jehova kwa mikate 10. Asante mara 10. Sisi tuko pamoja. Asante mara ngapi? Mara 10. Asante mara 100. Asante mara 1000. Ni kutokana na idadi ya watu walioko pale, ni kuomba kwa imani. Yaani kama vile umesema asante mara ngapi? Mara 10. Unasema asante Mungu Baba Jehova mara 10. Asante mara 10. Ni kama vile unasema na watoto wako watakuwa na amani nyingi kama mchanga wa pwani. Sasa mchanga huwezi kuhesabu. Lakini sasa kwa watu unaweza kuhesabu, unasema asante kwa ile idadi ya nini? Ya soma anasema walikula mpaka yakabaki makapu mangapi? 12. Alizidisha. Yaani kwa sababu kama yalibakije makapu 12, kina maana kwamba aliomba kwa idadi ya makapu. Na sababu yakabaki mangapi? 12. Sema Mungu asante kwa makapu 20. Asante mara 20. Tuko pamoja. Sasa hiyo ndio imani. Kwamba ukisema mara moja tu tabaki ile moja tu. Ukitoa idadi ya kile kitu unachokitaka naongezeka. Kwa sababu leo hii kuna mtu tangia Januari mpaka leo amemshukuru Mungu mara 20 au mara 100. Mimi nikaongea mara moja tu, nikasema Baba Jehova asante mara 1000. Asante Mungu Baba Jehova mara 1,000,000. Asante Yesu Kristo na asante kwa uponyaji wangu mara 1,000,000. Katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Imezidi watu wangapi? Kuna mtu aliajiriwa asubuhi mpaka saa 12. Na kuna mtu kaajiriwa saa 11 mpaka saa 12. Watu wakapata mshahara mmoja. Mimi na uwezo kumzidi mtu ambaye amemshukuru Mungu mara 100 kwa miezi 6. Mimi nikatamka neno moja kama vile Yesu anaenda kumfufua Lazaro. Akasema Baba anasema asante mara 1,000,000. Asante kwa ajili ya afya ya Lazaro, asante kwa ajili ya uhai wa Lazaro katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Anaambia Lazaro toka kaburi. Ile kiwango alichoshukuru. Yaani amethaminisha ile asante yake mara ngapi? Mara 1,000,000. Anamfufua Lazaro. Sababu asante ndio inaleta muujiza. Kutokana na kiwango ambacho ametamka. Lakini unakuta unasema mara moja tu asante alafu na nyamaza. Utapata kwa kiwango hicho ulichosema. Yesu anawaambia wale watu vipofu, pokea kwa kadri ya nini? Imani yako. Alipokea kadri ya imani yake. Kuna mtu aliona kidogo, mwingine kaona sana, mwingine kaona kabisa. Kama wala wakoma 10. Anambia nendeni mkajionyeshe kwa makwani. Wakati anatembea mmoja aliona vidole vimerudi vya mkono mmoja. Akarudi kwa Yesu kumwambia asante kwa ile mkono mmoja. Kuna uponyaji
na kuna ukamilifu. Akamwambia imani yako imekuponya, imani yako imekamilisha. Yaani imani yako imefanya nini? Imekuponya whole, yaani umekamilika. Sasa angalia, huyu kuna wale kupata uponyaji na kuna wale kukamilika. Hiyo ni vitu vile tofauti. Kuna huyu anapata uponyaji, labda ni miguu imerudi, mikono haijarudi, lakini kapata uponyaji, lakini hajakamilika. Sasa wewe unaposema Mungu unasema asante mara 1, asante mara 10. Ndio inakutokea. Kitu cha Mungu, yaani unasababisha kile kitu kije kwa haraka, kije kwa speed. Mshukuru mara nyingi. Lakini umetaja mara hii. Kuna mtu sasa hivi ukienda kwa tajiri yote unatakiwa ulipo cheki ya milioni 100. Unatakiwa ulipo shilingi milioni 100. Anakuandikia cheki moja tu. Milioni ngapi? Na ukienda benki unapewa rundo la pesa. Zote ni sawa. Zote nini? Lakini sasa wewe unataka kurahisisha. Unataka hivi. Mimi natumia cheki. Kuna mtu mwingine anatumia pesa taslimu. Hata ukienda kucheza kamari, kasino, unanunua token. Unanunua nini? Token moja shilingi 100,000. Ukiweka 100,000 pale kwenye meza pop, milioni 1 kwenye meza pop, ukiweka milioni 1 kwenye meza pop, ikaliwa, utaua mtu. Kweli uongo? Lakini kama katoken nikakiliwa, usikii kama umeliwa. Kweli uongo? Lakini vyote vina nini? Ndio sababu namwambia Mungu asante mara milioni 1 katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa uponyaji wangu, asante kwa afya yangu mara milioni 1 katika jina la Yesu Kristo. Hiyo ni cheki ndugu yangu. Na kuna mtu anasema tu kila saa, asante Mungu kwa uponyaji wangu, asante kwa uponyaji wangu, asante kwa uponyaji wangu. Hizo ni hela cash. Analipwa hela cash. Kuna mtu analipwa kwa cheki, kuna mtu analipwa hela cash. Kuna mtu analipwa kwa kadi, kuna mtu analipwa hela cash. Kadi ni sasa na cheki. Kadi na hela ndani. Kadi ya benki na hela na cheki na hela ndani. Kwamba ni sasa ukiamua kusema tu asante asubuhi mpaka jioni, asante Yesu Kristo kwa uponyaji wangu. Sasa kuna mtu Yesu alisema mara 1, asante Mungu Baba Jehova mara milioni 1, asante kwa uhai wa Lazaro katika jina la Yesu Kristo. Na Lazaro toka kaburini akatoka. Hiyo ni cheki. Inaeleweka? Inaeleweka? Kwa lazima uangalie kwamba hiyo ni imani sasa. Hiyo nini? Hiyo ni ukisema asante mara milioni 1 ndio imani. Ukisema asante, okay. Asante, yani imani nataka tu niongee kwa lugha ya Kiingereza. Yaani ukishukuru baada ya kupata kile kitu. Ukishukuru baada ya kupata kile kitu. Hebu nitanisaidia kwa Kiingereza. Kwa sababu lugha ya Kiswahili ina maana moja. Kushukuru baada ya kupata kile kitu, hiyo ni gratitude. Gratitude Kiswahili ni hiyo kushukuru na kushukuru kabla hujapata, hiyo ndio imani. Kushukuru baada ya kupata, yaani kusema asante baada ya kupata, hiyo ni kushukuru. Tuko pamoja? Lakini kusema asante kabla hujapata, hiyo ndio imani. Si kama imekaa vizuri hiyo. Kwamba unasema asante kabla hujapata, hiyo ni imani. Na ukisema asante wakati umepata, hiyo ni kushukuru. Ni kushukuru. Kwamba ina maana kwamba lazima uende kwenye imani, kwa sababu hatutembei kwa kuona. Tunatembea kwa kufanya nini? Kwa imani. Kwamba inabidi kitu ambacho hauna, shukuru Mungu sasa hivi. Tunaomba Mungu asante kwa hekima. Ili kitokea mahali na kutumia hekima, tayari ulishashukuru kwa ajili ya nini? Hekima. Unatakiwa utumie hekima. Uweze kwenda kushukuru Mungu kwa hekima mahali ambapo kuna tatizo. Yaani unasubiri tatizo litokee, ndio mwambie Mungu naomba hekima. Haupati. Ni kama vile unaenda kwa mtu, unaenda kumlilia shida. Wakati wewe una shida, na yeye anakutana na hela kusaidia. Lakini kama ulimwambia mapema, ndugu yangu nimezafika, naomba tunisaidie 100,000. Miezi mitatu kabla. Ule mtu anajiandaa na kila mwezi ukifika, mwisho wa mwezi namkumbusha ndugu yangu, nakumbusha tena ile yake. Tuko pamoja? Ndio ile kwamba kila saa unamshukuru Mungu. Ina maana unamkumbusha Mungu. Unamkumbusha Mungu kwa hekima. Kanatokea mtu ana shida.
anataka ushauri, kwa sababu ulishaomba hekima. Mungu anaachilia ile hekima kumsaidia nani? Yule mtu anaachilia ile hekima. Ulimwomba roho ushauri, anaachilia roho ushauri, ushauri ule mtu. Tuko pamoja. Lakini Mungu unamwomba Mungu furaha ya Kristo kwa ndani yako. Ina maana siku inatokea changamoto, unaomba Mungu, naomba Yesu leo nipe furaha. Anaachilia ile furaha. Anaachilia kwa sababu unaomba kila siku furaha. Na Mungu unamshukuru Mungu kwa ajili ya nini? Kwa furaha. Kwamba umeweka kwenye benki yako ya imani ile furaha. Kwa sababu unatamka kila siku. Siku imetokea ujisikii vizuri, naomba Mungu, naomba achilia furaha kwa maisha yangu. Leo ujisikii vizuri, achilia furaha. Asante kwa furaha. Anaachilia ile furaha. Ushatamka. Lakini unakuta kwenye benki yako ya imani hauna furaha. Wewe kila siku ni mtu wa kulipiza, ni mtu wa kuchukia kila saa. Alafu unafikiri unafika mahali siku unataka furaha, alafu unaomba nini? Furaha. Utapewa nini? Utavuna ulichopata. Utavuna ulichopata. Kwa hiyo lazima ujitahidi kwenye benki ya imani, ujue kabisa kwamba kuna kitu cha kufanya. Nataka tumalizie tu, muda umeshaisha. Kumtumikia Mungu. Okay, ni kwa Kiingereza nasema serving God is greater than dream and vision. Serving God is greater than dream and vision. Kwa sababu Yesu alisema mavuno ni mengi, wanataka kazi nini? Acha na ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu. Lazima ujiingize kwa nguvu ili kumtumikia Mungu. Watu wengi wanasubiri maono, wanasubiri ndoto. Kumbe kumtumikia Mungu kuna nguvu kuliko maono, kuliko ndoto. Kumtumikia Mungu. Na kumtumikia Mungu ni shauku. Ni shauku. Ukisoma kwenye kitabu cha Luka 16:16, ninakwambia wazi kabisa kwamba Luka 16:16 na Mungu anasema, Luka 16:16, neno la Mungu anasema Torati na manabii vilikuwapo mpaka Yohana. Tangu wakati huo habari njema ya ufalme wa Mungu utangazwa, na kila mtu ujiingiza kwa nguvu. Kila mtu ujiingiza kwa nguvu kuhubiri habari njema. Sio swala la kusema eti ni maono au ni ndoto. Kumtumikia Mungu ni kuchagua, is choice. Na unabidi uingie kwa nguvu ili ushinde kubezwa, ushinde aibu, hofu, ushinde kila kitu. Ni kwa nguvu. Kila maneno utakayotamkiwa ushinde. Usiposhinda ile maneno, Yesu alishinda aibu yake, kwa sababu ameketi kwenye mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. So usiposhinda aibu, unaenda kushoto. Ukishinda aibu, unaenda kulia. Sasa watu wengi wameshinda aibu, imewashinda, ina nguvu kuliko wao. Ukimuona mtu yote maskini, anaheshimu aibu yake. Ukimuona mtu yote tajiri, alizarau aibu yake. Akachoma mahindi, akatengeneza makongoro, akapika chipsi, akauza karanga mtaani, akafanya biashara chafu. Leo ni bilionea. Angalia matajiri wote duniani wakubwa walikuwa machinga siku moja. Walishinda aibu yao, kaamua kuuza vitu mtaani, kaamua kuanza kidogo. Lakini wale ambao ni maskini na ni wasomi, wanaheshimu aibu zao, kwamba hiyo kazi siwezi kufanya kwa sababu mimi elimu yangu iko sehemu fulani. Kwa hiyo watu wa Mungu, tuishie hapo. Kwa tunajaribu kuangalia benki ya imani. Somo lenyewe ni refu sana, hata huwezi kumaliza, peji za kutosha ziko. Benki ya imani ni wewe kuanza kudeposit maandiko kwenye benki yako ya imani, kusoma Biblia. Benki ya imani ni wewe kuhamisha maandiko kutoka kwenye Biblia kuingiza kwenye akili yako. Tuko pamoja? Unaondoa maandiko kwenye makaratasi, unahamisha kwenye nini? Kwenye akili yako. Unakuwa na koti maandiko, kama jinsi Yesu alikuwa anaambiwa badilisha mawe yawe mkate. Anasema imeandikwa mwanadamu ataishi kwa mkate tu, bali kwa neno. Anasoma Biblia ndio kwa wapi? Kwenye akili. Kwamba lazima uhakikishe kwamba kwenye benki yako ya imani umejaza maandiko ya kutosha. Unasoma neno la Mungu ili kija changamoto unaweza kukabili. Lakini kama kule hakuna kitu, unaanguka kwenye dhambi. Unaanguka kwa sababu hamna neno ambalo unaweza kushindana nalo kuhusu shetani. Na mimi unajua ninapomshukuru Mungu, naona mara nyingi ninapomshukuru Mungu nasema Roho Mtakatifu ndio Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo Baba tukufu. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyemwongoza Yesu Kristo Nazareth nyikani kwa siku 40. Akafungwa usiku na mchana, akajaribiwa na Ibilisi na akashinda majaribu yote kwa kushinda katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Unajua kwa nini mimi namheshimu Ibilisi? Kwa nini namheshimu Ibilisi? Kwa sababu Ibilisi kama amekabidhiwa kwa Yesu,
anaweza kukabidhiwa kwako pia. Amekabidhiwa kwa nani? Kwa Yesu. Master mwenyewe amekabidhiwa ibilisi amjaribu, anaweza kukabidhiwa kwako pia. Anaweza kukabidhiwa kwako pia. Kwa nini haja kuna wewe kumwita ibilisi muovu? Yeye alipelekwa jaribu Yesu. Unaweza kusema sawa, kusema ni muovu. Kuna shetani, kuna ibilisi, kuna devil, kuna mapepo, kuna wako grade mbalimbali. Kwa hiyo ibilisi ni nani? Nani anamjua ibilisi ni nani? Kuna ibilisi, kuna shetani, kuna mapepo, kuna mademons. Demons ni nini? Kuna majini. Tuko pamoja? Sasa kuna ibilisi. Sasa huyu amekabidhiwa kwa Yesu. Kaambia bwana, mtu wako akakaneti kwa 40. Ambapo jaribu. Kwa hiyo lazima uangalie tafsiri za haya majina ya watu. Juu ibilisi na unaweza kwenda kukutana naye kule mbinguni, ulikuwa unamuita muovu, kumbe jamaa kwa muovu. Jamaa kwa nini? Hakuwa muovu kwa sababu hao ni watumishi wa Mungu. Hao wote ni watumishi wa nini? Shetani mwenyewe ni mtumishi wa Mungu. Hebu tusome kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza mstari wa 20. Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza. Shetani yeye ni mtumishi wa Mungu. Alimjaribu Ayubu. Angalia neno la Mungu linasema Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 20. Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 20. Neno la Mungu linasema katika hao wamo Himenayo na Iskanda ambao nimempa shetani watu hao ili wafundishwe wasimtukane Mungu. Ukimtukana Mungu unakabidhiwa kwa nani? Kwa shetani akufundisha. Yesu kakabidhiwa kwa nani? Kwa ibilisi. Sasa wewe ndio sababu siwezi kuongea na shetani vibaya. Siwezi kumsema shetani vibaya. Shetani akipewa shilingi milioni 1 akuletee sasa hivi utapokea? Amepewa dola milioni 1 akuletee, utapokea? Kama amekabidhiwa watu hao wafundishwe wasimtukane nani? Mungu. Kwa hiyo kuna mahali pengine unakuta unapigana na shetani vita bure. Kumbe shetani amepewa mzigo wako akuletea, anashindwa kukuletea kwa sababu kila siku unampiga vita. Kila siku unamsema vibaya. Mimi sina shida na shetani wala sina biashara nani na shetani. Mimi sasa hivi nakufundisha hapa na shetani yuko kazini kwake. Kweli uongo? Sasa tunahangaika na shetani. Unamtaji shetani nini? Mtaji yule ambaye unafundisha habari zake. Unamtaji Yesu ambaye unafundisha nini? Habari zake. Sifundisha habari za shetani mimi. Mimi nafundisha habari za Yesu. Sasa shetani anahusika nini kwenye kanisa lako? Anahusika nini kwenye biashara yako? Kama unamtumikia Mungu, shetani anahusika nini kwenye biashara yako? Shetani amepangiwa kazi yake na Mungu sehemu nyingine, na wewe umepangiwa kazi yako sehemu nyingine. Mind your own business. Unakuta ibada nzima mwanzo mwisho unamwongelea nani? Shetani. Kumbe shetani hata usiku mtu mmoja anakuambia, mtu akaenda kanisani, aandiki neno la Mungu, asome Biblia, afanye kazi za kijamii, afanye kitu cha Mungu, alafu anapita kwenye changamoto. Kuna shetani hapo? Hakuna kitu cha Mungu anachofanya. Alafu anasema shetani anahusika nini? Kama sio kumsingizia shetani kitu. Kitendo cha kutokuandika tu neno la Mungu. Una miaka 50, na miaka 20, miaka 30, miaka 40. Unaulizwa madaftari yako kanisani yako wapi? Hauna madaftari kanisani. Umesoma Biblia vitabu vingapi? Hujasoma kitabu hata kimoja. Alafu unakuja kusema kuna shetani. Ni kwamba wewe ni mjinga. Watu wangu wanaangamizwa kwa kosa nini? Maarifa. Ukiwa na maarifa, hamna shetani. Hamna. Watu wengi wanamlaumu shetani, labda Afrika hakunaga shetani. Kwanza Yesu anasema shetani alifanya nini? Alimfungia. Shetani ametoka wapi? Huko kuna mapepo tu yanasumbua watu. Hakuna shetani hiyo. Afrika hakuna shetani. Huko ni mapepo tu. Kienda nyumba ya mkutano kwa watu wanatolewa nini? Hakuna mtu anatolewa shetani. Tumshukuru Mungu dakika moja tumalize. Asante, Mungu awabariki sana. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Fellowship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa majira ya saa 6. Tunafurahia na kushangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth.
Asante kwa siku hii ya leo uliofanya kwa ajili yetu, tunaifurahia na kushangilia katika jina la uweza wa Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa mwaka 2019, mwaka 2020, mwaka 2100. Asante kwa siku ya jana, asante kwa siku leo, asante kwa siku ya kesho, asante kwa majira. Asante kwa tarehe 15 ya mwezi wa 5 mwaka 2020, asante kwa tarehe 15 ya mwezi wa 6 mwaka 2020, asante kwa tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2020, asante kwa tarehe 15 ya mwezi wa 6 mwaka 2100 katika jina la uweza wa Yesu Kristo Nazareth. Asante kwa siku ya jana, asante kwa siku leo, asante kwa siku ya kesho, asante kwa majira ya saa 5, asante kwa majira ya saa 6, asante kwa majira ya saa 7. Asante Roho Mtakatifu, tunabariki ya majira ya saa 6 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki ya majira ya saa 6 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo. Tunabariki ya majira ya saa 6 na hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Bariki ya majira ya saa 6 na upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo, uaminifu wa Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo katika jina la uweza wa Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunafungua malango ya saa 6 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya akili ya Kristo, malango ufahamu wa Kristo. Tunafungua malango ya kujifunza neno la Kristo katika jina la uweza wa Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya afya ya Kristo na nguvu za Kristo. Tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kufikiri, ya kutafakari neno la Kristo, kusoma neno la Kristo, kusikiliza neno la Kristo, kuandika neno la Kristo katika jina la uweza wa Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kutufungulia malango ya hekima ya Kristo, fahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo, uaminifu wa Kristo, furaha ya Kristo, amani ya Kristo katika jina la uweza wa Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya kazi, malango ya biashara, malango ya huduma, malango ya wanafunzi wa Kristo katika huduma, wateja wa Kristo katika biashara. Asante kwa kutufungulia malango ya wasaidizi wa maono yetu, wasaidizi wa ndoto zetu. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo, kibali cha Kristo mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu, miujiza ya Kristo, ishara na maajabu katika jina la uweza wa Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya ujasiri wa Kristo, neema ya Kristo ya kufanya kazi kupita watu wote katika jina la uweza wa Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutuamsha asubuhi ya leo, kwa kutupa pumzi, kutupa afya, kutupa nguvu, kutupa uzima, kutupa akili ya Kristo, kutupa ufahamu wa Kristo, kutupa matumaini ya Kristo ya siku zetu za baadaye katika jina la uweza wa Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu. Hakuna kama Jehova, hakuna kama Yesu Kristo Nazareth, hakuna kama Roho Mtakatifu. Wewe ndio Mungu wa miungu, Baba wa baba, mfalme wa wafalme, wewe ndio mwanzo wa mwisho. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyefanya mbingu na nchi kwa fahamu zako, kwa hekima yako, kwa maarifa yako. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyotandaza nchi juu ya maji. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyofanya mianga mikubwa, jua litawale mchana, mwezi na nyota zitawale usiku. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyoigawa bahari ya Shamu, ukawavusha wana wa Israeli katikati yake katika jina la uweza wa Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu ulioongoza wana wa Israeli jangwani, ukakipa kila kiumbe chakula chake. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu ulioua wazaliwa wa kwanza wa Misri kwa wafalme mashuhuri. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyesema na iwe nuru, na iwe nuru, na ikawa nuru katika jina la uweza wa Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliomuongoza Yesu Kristo Nazareth jangwani kwa siku 40, akafunga usiku na mchana, akajaribiwa na Ibilisi, akashinda majaribu yote kwa kishindo katika jina la uweza wa Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliomfufua Yesu Kristo Nazareth kutoka katika wafu katika jina la uweza wa Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliotufufua katika ukiwa, katika utupu, katika giza, katika umaskini, katika magonjwa, kwa damu ya Kristo Nazareth iliyomwagwa msalabani, kwa maana fadhili za Kristo za milele katika jina la uweza wa Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliotusamea maovu yetu yote, kwa tuponya na magonjwa yetu yote kwa damu ya Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliotusamea madeni yetu yote ya kiroho na ya kimwili kwa damu ya Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliotuletea ulinzi tangia tulipozaliwa hadi leo kwa damu ya Kristo Nazareth, kwa maana fadhili za Kristo za milele katika jina la uweza wa Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, ndio Mungu wa Bwana Yesu Kristo, Baba tukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo. Unastahili sifa, unastahili hekima, unastahili nguvu, unastahili uweza, unastahili kuabudiwa, unastahili shukrani, unastahili utukufu, unastahili heshima, unastahili baraka, unastahili utajiri katika jina la uweza wa Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Asante Roho Mtakatifu kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la uweza wa Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa watumishi wako walioko mahali hapo na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao. Tunasema asante Roho Mtakatifu kwa kuwapa nafasi kuja darasani na kutusikiliza kupitia njia ya mtandao. Roho Mtakatifu, neno lako linasema abarikiwa yeye asomaye na kusikiliza maneno ya unabii
na kuyashika aliyoandikwa umo, kwa maana wakati huu karibu. Roho Mtakatifu, watumishi wako walioko mahali hapa wametoa muda wao kusikiliza neno lako, kusoma neno lako, kuandika neno lako. Roho Mtakatifu, ninakuomba bariki kazi za mikono yao, bariki biashara zao, bariki huduma zao, bariki nyumba zao, bariki ndoa zao, bariki familia zao, bariki watoto wao, bariki waume zao, wake zao, bariki mawazo yao, bariki muda wao, bariki imani zao, bariki benki yao ya imani katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, wape neema ya kudeposit, ya kuweka neno lako katika benki zao za imani katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Bariki chochote watakachoshika, watakachotia katika mikono yao kikapate kufanikiwa katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Roho Mtakatifu, tunakuja mbele yako, tunasema asante kwa kujibu maombi yetu. Tunaamini na tumepokea katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakaribisha katika majira ya saa 6 katika vipindi vinavyoendelea. Uwe mwalimu wetu, tuongoze katika njia tupasayo kuendea, tufundishe njia zako, tuoneshe njia zako katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Utupe akili ya Kristo, tupate fahamu wa Kristo, tupe akili ya Kristo, tupate akili ya Kristo ya kutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote tutazidishiwa katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tupe akili ya Kristo, tupate akili ya Kristo ya kukomboa wakati, kwa maana zamani hizi za uovu, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Utupe akili ya Kristo, tupate neema ya Kristo ya kusoma neno la Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tupe akili ya Kristo, tupate neema ya Kristo ya kufanya kazi ya Yesu, kazi ya Adam na kazi ya Injili katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kujibu maombi yetu. Tunaamini na tumepokea katika jina la uweza la Yesu Kristo. Tumeomba na kushukuru. Haleluya. Amen. Tutaenda kwenye sala ya toba dakika moja, tukasema Yesu mwana wa Daudi mara 3. Nikisema jina langu Billy Mushi, unasema jina lako. Turudia maneno. Yesu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi. Mimi Billy Mushi. Naomba nirehemu. Naomba nirehemu. Naomba nirehemu. Unisamehe makosa yangu yote. Unisamehe dhambi zangu zote. Unisamehe maovu yangu. Uniponye na magonjwa yangu yote. Unisafishe kwa damu yako takatifu. Kuanzia leo ninakiri nimekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Mungu kwa kunipenda. Asante Yesu Kristo Nazareth kwa kuniokoa. Asante Roho Mtakatifu kwa kunifundisha. Asante malaika Mungu kwa kunilinda katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Hallelujah. Amen. Tarudia maneno nikisema jina langu Billy Mushi, unasema jina lako. Hakika miujiza ya Kristo, ishara na maajabu itanifuata mimi Billy Mushi siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Hallelujah. Amen. Tajirika na muda, tumia muda kibiashara. Asanteni, Mungu awabariki sana. For my victory, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my business, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my wifey, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my baby, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. I remember before, people they ask me who are you. I remember before, people they ask me where are you. But today, brother, them people they ask me how are you. But today, people they tell me how are you. For promotion, I thank